Viwanda vitatu vilivyosimama uzalishaji kwa sababu mbalimbali mkoani Tanga vitaanza rasmi uzalishaji Januari mwaka 2026, ikiwemo ufungaji wa mitambo katika hatua za awali. Hayo yamethibitishwa na Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara Dr. Hashir Abdullah akiwa ameambatana na Katibu Tawala Mkoa wa Tanga Bwana Rashid Mchata pamoja na wataalamu wa serikali wakati wa ziara ya viwanda hivyo jijini Tanga kwa lengo la kuangalia utekelezaji wa jitihada mbalimbali zinazoendelea kufufua viwanda mkoani humo. Leo tuko mkoani Tanga katika kuhakikisha Tanga inakuwa ni Tanga ya viwanda ili kujibu mambo mbalimbali, lakini ikiwemo changamoto za ajira ndani ya mkoa wa Tanga. Zaidi ya mara mbili Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amesisitiza kwamba tuangalie changamoto za wenye viwanda, wazalishaji ndani ya nchi nzima ya Tanzania, lakini pia tulete jicho letu ndani ya mkoa wa Tanga. Tukija kuangalia utekelezaji wa yale ambayo tulikaa na wenye viwanda na kuona walichokuwa wametuahidi. Tuna furaha kiwanda hiki cha kwanza ambacho tumekitembelea leo wapo katika majaribio ya uzalishaji na wametuahidi ndani ya mwezi mmoja uzalishaji wa majaribio utakuwa umekamilika, hivyo wataanza uzalishaji rasmi. Lakini zaidi ya hapa tumetembelea pia viwanda vingine viwili ambavyo kimoja kinahusiana na masuala ya kuchakata chuma. Wao wameshaagiza mashine ziko njiani na wao wametuahidi mwezi ujao wataanza kufunga mashine, mwezi wa 12 watakuwa kwenye majaribio na mwezi wa kwanza 2026 watakuwa wameingia katika uzalishaji. Lakini faraja kubwa kwenye hiki kiwanda kingine, kiwanda kinachohusika na uchakataji wa bidhaa za misitu, magogo, mbao pamoja na kutengeneza bidhaa mbalimbali. Mashine na wao ziko njiani, lakini tumeona leo mashine mpya takriban kontena 3 ziko pale ambapo wanaanza kuzifunga kuanzia wiki 3 zijazo. Wataanza majaribio kuanzia mwezi wa 12, lakini mwezi wa kwanza na wao wametuahidi wataingia kwenye uzalishaji. Faraja kubwa ni kwa serikali ya mkoa wa Tanga, lakini pia misitu, idara ya misitu wameweza kuwapatia malighafi ambazo zinaweza zikawapatia malighafi kwa muda wa miaka takriban 10 kuanzia hivi. Kwa hiyo tuna uhakika kiwanda hiki kikianza kwa miaka 10 mfululizo kina materials, kina malighafi za uhakika wa kuziendesha kiwanda hiki. Hapa zikasikika shukurani kwa serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambapo imehakikisha kuwa inafufua viwanda hivyo ambavyo vitaongeza ajira na pato la taifa pamoja na uchumi kwa ujumla. Kwa hakika tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kisera, kwa kutuwezesha kimiongozo ambayo inapelekea ufufuaji wa viwanda katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mahususi katika mkoa wetu wa Tanga. Mkoa wa Tanga ulikuwa miongoni wa mikoa ambayo ina viwanda vingi ambayo vinafanya kazi, lakini hapa katikati viwanda vilikuwa vifanyi kazi. Kwa hiyo ziara hii ni ziara ambayo italeta mageuzi makubwa kuhakikisha kwamba tunafufua hivi viwanda. Kwa niaba ya serikali ya mkoa ikiongozwa na Mheshimiwa Balozi Dr. Batida Buriani, mkuu wa mkoa wa Tanga, natoa ahadi yangu kwamba tutafanya kazi karibu na wizara kuhakikisha kwamba malengo ya kufufua viwanda yanafanyika na vile kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji ambao wanawekeza katika viwanda katika mkoa wa Tanga. Kwa sisi serikali ya mkoa tuko tayari muda wote kufanya nao kazi kwa karibu. Mkoa wa Tanga sasa hivi na mazingira bora kabisa ya uwekezaji. Kama unafahamu bandari yetu ya mkoa wa Tanga hapa inafanya kazi vizuri sana. Hata ukiangalia barabarani kila magari 7 yanapopita, magari 7.6 ni magari makubwa, malori ambayo yamebeba mzigo kuleta ama kutoka bandarini, alafu gari moja ndio saluni. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba operations za bandari yetu hii ya mkoa wa Tanga itawezesha ukuaji wa viwanda katika mkoa wetu kwa kuleta malighafi ambazo zinatoka nje ya nchi au kupeleka bidhaa ambazo zitauzwa nje ya nchi. Bandari yetu iko tayari. Tuko hapa na ziara ya wakuu mmoja kutembelea ni kiwanda chetu ambacho kilikuwa kimesimama kwa miaka mingi,
Lakini sasa hivi kwamba kiwanda tumeshagiza mashine mpya, mashine nyingi ambazo mnaziona ziko hapa na zingine ziko njiani. Nafikiri mpaka wiki ijayo tutakuwa zimeshaingia. Na wataalamu tunategemea kwamba mashine zote zikifika ndio wanakuja wataalamu kuja kwa ajili ya kufunga mashine. Ahadi tu ambayo tunaweza ni kuitoa kwa wananchi wa Tanga na serikali yetu ni kwamba production rasmi ni Januari, ambayo Januari mwaka 2026 tutaanza production rasmi. Ni kuahidi kwamba wananchi wa Tanga kutakuwa na ajira nyingi ambazo za permanent na za vibarua kwa kiwanda chetu, kwamba kwa kuanzia pengine tutakuwa na vibarua ni zaidi ya 100, lakini huko mbele tutakuendelea tutabidi tunaleta mashine zingine na tutakuwa na ziada ya ajira. Wafanyakazi katika kiwanda cha African Harmony wanaishukuru serikali kuwezesha ufufuaji wa viwanda hivyo vinavyotoa ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kwa vijana wa mkoa huo. Kushukuru serikali kwa kuendelea kututembelea. Hii imekuwa ni mara zaidi ya 3 wanakuja kwa ajili ya kufollow up kuona process yetu tulipofikia. So far tunashukuru Mungu, tumeanza majaribio almost around mwezi wa 6 na tupo kwenye stage nzuri za majaribio. So far baada ya kipindi kifupi tutakuwa tumemaliza na nadhani tutakuwa tunaweza kufanya kazi rasmi kama Africa Harmony Industry and Trade Limited Tanga. Kupitia rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ufufuzi wa viwanda mkoa wa Tanga. Maana siku za nyuma viwanda vilikuwa vimekufa, asilimia 80 viwanda vilikuwa vimekufa. Ila kwa sasa hivi viwanda vimefufuliwa. Mfano kwa kiwanda chetu hichi hapa kimeanza kufanya kazi. Pia tumepata faida nyingi sana kwa ufufuzi wa hichi kiwanda cha sabuni, maana ajira zimeongezeka kwa vijana. Mfano hapa kwetu wameajiriwa vijana zaidi ya 100. Pia tu sio ndani, hata nje ajira zimeongezeka. Mfano mama ntilie wamepata fursa nyingi sana, bodaboda kutuleta kazini, kuturudisha kazini wamepata fursa. Kwa hiyo zimepatikana faida nyingi sana. Viwanda vilivyotembelewa katika ziara hiyo ni kiwanda cha Unique Steel Rolling kinachozalisha bidhaa za chuma, kiwanda cha Peel Panel kinachotengeneza bidhaa mbao ikiwemo samani na magogo, pamoja na kiwanda cha African Harmony kinachozalisha bidhaa za sabuni. Ni Peter Ubogo wa Asher Media.